Naam kaka, habari ndugu yangu. Bana, salama, mambo yanaenda? Bana, mambo yako vizuri ndugu yangu, sijui kwa upande wako huko. Na mimi niko salama Abdallah. Ndio. Niko kwenye harakati kidogo za kurudi mji wa Dar es Salaam. Naam, bana ndugu yangu, nataka kusikia maoni yako kutokana na mchezo wa jana ambao Simba Sports Club wamepoteza bao 2-1. Mchezo wa pili katika makundi haya ligi ya mabingwa barani Afrika, tukipoteza alama 6 sasa tukishika nafasi ya mwisho katika kundi. Hii imekaaje na nafasi ya kufuzu ipo ndugu yangu? Mimi kitu ambacho unapata mashaka, nadhani muda huu wa kupumzika tutakuwa na mapumziko hapa ya kupisha AFCON. Ndio. Yes, muda huu wa kupumzika inatakiwa sasa apewe nafasi mwalimu. Na ndio muda utakwenda mpaka dirisha dogo kama sikosei. Tenda kufungua kitu kingine. Sasa mwalimu akiona ipo nyongeza, okay, nizungumze saa hizi. Abdallah, timu kama timu inaonekana iko chini ya coach tu. Yaani timu haina ushirikiano kati yake timu na viongozi. Na haya ndio mambo ambayo sisi tunalalamikia dakika ya mwisho. Mtu anahisi wewe huko na Simba, anahisi unatoa maoni tofauti, anatoa jazba. Unajua fans wako akikwambia ni kwa na kuheshimu, maana yake hajakuelewa ulichozungumza. Ndio. Sasa mimi nirudi kwanza kwa fans. Tunapokuwa tunazungumza, ombi langu wewe fuatilia mazungumzo yangu mpaka mwisho. Mimi ndo mtu pekee ambao naitakia mema Simba kuliko watu wengine walivyo. Kwa nini? Mgogoro unaendelea ndani sasa hivi. Kikatiba hatuna mamlaka yoyote ya kumuondoa mwenyekiti, tofauti na kufanya mapinduzi. Sasa ukifanya mapinduzi, sheria pia inakataa kufanya mapinduzi. Umeelewa sijui? Ndio. Badala yake tunatakiwa kuondoa jazba, tukae pamoja. Hayo tunaoyaona yanapaswa kufanyika, basi yafanye katika njia iliyo salama. Maana yake timu itoke katika timu, katika kochi, twende katika uongozi, kwa sababu kimsingi Abdallah, uongozi ndio kitu cha mwisho katika mpira. Kochi wetu huyu unayemwona inawezekana hajui hata neno moja la Kiswahili, lakini katika dunia ya leo ziko applications zinamuonyesha kinachosemwa. Ziko applications zinaonyesha yeye anatukanwa na baadhi ya mashabiki wa Simba, lakini anategemea nani atawafuata baada ya kutukanwa ni viongozi. Lakini ziko applications zitamuonyesha viongozi nao wanatukanwa na mashabiki wao. Umenielewa sijui? Naam. Nani anamkimbilia kwenda kumwambia tatizo langu ni lipi? Mimi nimeangalia mechi jana mwanzo mpaka mwisho. Kwanza mimi nikwambie, katika watu ambao nimeumia mimi kufungwa nao kwa mara ya kwanza ni hawa, kwa sababu tumefungwa na timu dhaifu kweli. Yaani wale tulikuwa tunawashinda katika kila kitu. Kwenye umiliki tuliwashinda, umenielewa, katika ubunifu tuliwashinda, katika ubora tuliwashinda, kila nukta. Sisi tulikosa matokeo. Yaani wao walikuwa hawana kosa yoyote unaosema hili kwa kosa. Nafasi zilizotokea ndo zilitumika kama miujiza. Lakini sisi tumewakosa magoli ya wazi mengi. Kwa nini? Utayari wa akili na mwili unatunzwa na mazingira. Abdallah, mazingira ya timu ya Simba kwa sasa na kinachozalishwa na hawa mashabiki ambao wanadhani si tuwatakiwa wao mema, ndo anakwenda kuivunja timu hatima yake. Mimi jana nimeangalia, nasikitika sana. Yaani unakuta mtu unamwamini huyu ni mhamasishaji wa klabu ya Simba huyu, yaani anapewa maiki kila wakati. Jana mechi inakuisha anasema sisi tujifunze kwa Yanga. Unajiuliza huyu jamaa yuko sawa kweli kiakili? Neno tuendelea kulisema mara kadhaa. Labda alizungumza kwamba mjifunze kwa watani, kwa upande upi sefu? Sijui, mimi nataka niulize kwako wewe, nisaidie na hao na wengine nawajua. Nikikutana nao ataniambia najifunza kwa Yanga kwa lipi? Yani kwa mfano, najifunza kwa Yanga kwa maana mechi ya kwanza ya Yanga ilikuwa inakwenda 1-1 likakataliwa goli ya Lali. Sasa nijifunze kununua na mimi, au sio? Mechi ya pili ambayo wameicheza kimkakati, ni kweli hata Simba walipaswa kucheza hivyo. Lakini tunajifunza nini? Sisi tushawahi kupata matokeo magumu ambayo hakuna mtu aliwahi kupata, mpaka wachambuzi wakawa wanatoa majina mazito. Tunajifunza nini? Au turudie rekodi zetu sasa? Sio tujifunze kwa Yanga, basi tukachukue rekodi zetu turudie. Tumemtoaje Nkana Red Devils? Ugumu ulikuwaje? Tulimtoaje Vita na watu wengine? Lakini unasimama kabisa, sisi tuna watu waovyo, kumbe na sisi kaka. Influencer umesimama, mhamasishaji unasema tujifunze kwa. Tunajifunza nini kwa Yanga? Yaani kitu gani ambacho Yanga amekifanya kwenye mashindano ya kimataifa si hatujakifanya, tunapaswa kupita kwanza? Kwa hiyo Abdallah, huku kuweweseka sio kwa mashabiki tu. Kuweweseka kupo mpaka kwa wahamasishaji wetu. Kwa kimaana ya kimatokeo Abdallah, tutachelewa sana kama mashabiki hatukuirudisha timu pamoja. Hebu tupunguze na kelele ambazo tunapiga, ambazo haziwezi kutupa faida zaidi ya kuiharibu timu.
Na kwenye hili labda kwa tuseme kwamba kelele ambazo zipo kwa viongozi na mashabiki kwa kiasi kikubwa ndo zimekuwa sababu za haya matokeo. Abdallah, Mungu anataka umoja. Mwenyezi Mungu anataka umoja, itakuwa si Simba. Mungu anauzungumza umoja. Mmeacha kushughulika na timu, mnashughulika na nani hatumtaki. Mmenielewa vizuri? Hapa ndo watu mimi ambapo hawanielewi na mimi watachelewa kweli kunielewa na wengine watatukana. Mimi sina maslahi na Sefu tukiachana na naam kaka, tukiachana na hilo ni kwamba hata viongozi wenyewe pia wanaonekana hawana huo umoja ambao umepelekea hawa wanachama na mashabiki pia kuzungumza hilo kwamba wameamua kugaika sasa kutoka kwenye nao kuwa makundi ya kuwahitaji baadhi ya viongozi na wengine kuona kwamba hawa ndio sahihi kuendesha klabu yetu. Hapana Abdallah, kwezi kuharibika upande wa viongozi kama chini ya kujatengenezwa mashina. Hapa ndo tunapokwenda kukosea na ndo tukitoa maoni hapa si hatueleweki. Abdallah, jamii moja ikizungumza neno moja, jamii nyingine haiwezi kulipinga ile neno. Viongozi ni watu 15 20. Umenielewa sijui? Kilichotokea jana katika mkutano mkuu, sikiliza Abdallah, picha yake hii ndio watu hawataki kuona. Watu walipoitilafiana kwenye mkutano mkuu wakaondoka, ambaye anaweka fitina anazidi kuweka mguu wa fitina kwa sababu anaamini hawa watu wamenikubali mimi. Umenielewa sijui? Sisi tulichotakiwa kufanya, si mmemwona Mangungu mbaya wote kiujumla. Mangungu amezungukwa na timu yote unayoiona ile timu ikasimame kama za timu sawa, ikimpushi huyo ambaye mnamuona mbaya. Lakini nilichokizungumza chengine jana Abdallah, sikiliza niendelee kusawazisha katika hii clip fupi. Nilisema kinachotokea chengine jana ni Murtaza kuongezewa nguvu. Yaani hakuna mapinduzi yoyote yanaweza kumuondoa, na kwa mujibu wa mwanasheria mkuu ni kumuongezea nguvu Murtaza. Kwa mujibu wa lazima timu irudi kwa wanachama. Wanachama ndio nini mnasema tumtaki Mangungu. Katiba ndio hiyo inaenda kumuongezea nguvu Murtaza Mangungu. Bwana nieleweke. Mtajikuta mnapiga kelele isiyoijua, badala yake timu haiwezi kukaa kwa pamoja. Ndio kitu ambacho nilikuwa nazungumzia jana. Hiyo lakini mtu akasema hebu sikiliza, katika mechi Pegusa Abdallah, lengo letu kufundisha. Mtu akasema hujamsikia naibu waziri. Jamani, mlitaka naibu waziri aseme neno gani? Naibu waziri anasema mamlaka ya Simba, na hata katiba ya Simba inatambua kwa mamlaka iko kwenye mkutano mkuu. Ni sehemu gani? Yaani mkutano mkuu una mamlaka kubwa. Mngeitisha mkutano wa dharura kusema hatumtaki Murtaza mkatumia sheria la. Huu ni mkutano ulioitishwa na yeye Murtaza Mangungu, ndio maana alikuwa na uwezo wa kuendesha na kuuvunja. Sasa kama wewe hujui katiba unaniona mimi sijui, rudia katiba utajua nini nasema. Mimi Murtaza na nilipa nini niwe pamoja naye? Hapana. Ila anakwenda kuzungumza, huu ni mkutano alioita yeye, na bado kwa mujibu wa katiba hiyo na kwa mujibu wa maelezo. Hebu hivyo vipengele ikiwezekana viweke pembeni, watu wavisome waone. Yeye ndo atakuwa na mamlaka ya kuitisha bodi, yeye ndo atateua bodi, yeye ndo atafanya vitu vyote mnavyovitaka. Mlikuwa mnataka kufanyaje nyinyi na wazo limekuja hilo? Au mlikuwa mnataka msimame mseme serikali si hatutaki? Hapana, haikuwa sehemu yake. Sehemu yake kutakuwa na huo mkutano mkuu maalum. Kwa hiyo mimi nilikuwa nazungumza matokeo. Sasa matokeo ya chote nilichozungumza ndo haya unaoyaona. Hata klabu yenyewe haiwezi kwenda kufanya vizuri kwa sababu ndani tumelimbikiza mgogoro. Watu wenye maarifa huwa wanauficha mgogoro, wanajenga majambo yao mengine. Ikifika sehemu sasa tunatakiwa kupambania ili huu mgogoro usionekane. Hatuna mechi, hatuna kitu chochote, tunaitisha mkutano mkuu hata kama wa dharura tunauomba. Alafu ndio tunakwenda kugusa mgogoro. Sasa tuko katikati ya yani shekhe kwani kutia aibu sio kutoka kwenye makundi. Tuko katikati ya makundi. Umeelewa vizuri? Naam. Huyu anasema simtaki mtu fulani. Huyu anasema Mohamed hakutakiwa kuwepo. Huyu anasema Mohamed ametoa bilioni 6. Huyu anasema hivi timu gani itakwenda sawa ikiwa watu wenyewe wanakanganyika? Ikiwa sisi wenyewe mtaani tunakwenda kupiga kelele. Unaweza kwenda kuweka timu sawa, mhamasishaji anasema tujifunze kwa Yanga. Ni mapokeo gani watapokea wachezaji wa Simba kutoka huko walipo? Kwani Simba ipo kwa sababu ya kuwa inapata matokeo kila wakati? Hatuwezi kuwa na mpira wa namna hiyo. Sasa tutaendelea kutoa maoni hata kama yatakuwa yanawakera watu kiasi gani kwa nia njema. Umeelewa? Mimi ndo nahisi na nia njema na Simba kuliko wao wengine watu wanaofikiri. Mimi sitaki kuona mgogoro katika Simba kwa sababu hebu kuna maneno ya Kiswahili yanasema Abdallah,
Adui kama umwezi unda naye urafiki Abdallah. Ndio. Adui yako ikiwa umwezi, tengeneza naye urafiki, itakuwa rahisi kumpiga katika urafiki kuliko kuendelea kuwa adui yako. Nyinyi mtu mnamuona kabisa ni ngumu kuondoa utaratibu la sheria. Umeelewa? Leo mnaendelea kusimama kufikiria kumondoa Yanga walimkataa nani Dr. Mshindo Msola. Ngoja nitoe sasa kumbu waone. Pamoja Yanga na kumkataa Dr. Mshindo Msola, walivumilia mpaka kipindi kingine cha uchaguzi kilipokuja, akaekewa mtu ambaye hawezi kupambana naye. Mtaki kweli Murtaza Mangungu. Hamna jinsi ya kufanya, mnatakiwa kuwa na subira, kwenda kukaa katika vikao na kupiga kelele sio msingi, mnaivunja klabu. Sasa sisi tukisema tunaonekana tuko wabaya. Haya ndio hatima yake, msilalamike sasa. Mpaka wanatokea watu sasa wamelewa na ujinga. Wanadai sisi tukajifunze kwa Yanga, ndio ni mtujibu tunajifunza nini? Labda tunajifunza mechi ikifungwa goli na siku tulikataliwe, sisi tujifunze kitu gani? Abdallah, maoni yangu kuwa klabu inaonekana umoja wake unakwenda timu. Umoja wake unakwenda kuisaparatisha timu yetu kwa kutokuwa wamoja. Umenielewa vizuri? Timu inakwenda kufa. Maneno haya amesema Morocco, na mimi nilikuwa mtu wa kwanza kumkatalia Morocco. La kwa nini? Niliamini si hatuwezi kupiga kelele hizi, kwa sababu hizi kelele ndo hatari kuliko hata viongozi wanachokifanya. Kwa hiyo Hemedi Morocco alikuwa kocha wa timu ya taifa, alikuwa sahihi kwenye hiki ambacho alikizungumza. Si alikuwa anawaona akimpata kiongozi huyo anamwambia Juma kamuita Hasani kamfanya hivi, akimpata kiongozi huyo anambia Hasani hayumo, alitakiwa Abduli, yaani amna kauli mbiu. Kwa hiyo alikusudia umoja kwa namna, lakini sio tu namna hiyo. Unapozungumzwa umoja, hata kutoka kwetu sisi mashabiki wa kawaida tunapokeaje haya mambo? Umenielewa? Kwa nini sasa hizi tusimwambie wewe Hasano, sikiliza bwana, wewe unapofika unatuharibia timu, kwa sababu hicho unachokuja kukileta sasa ni ushamba, na wewe una chochote unachokijua. Umenielewa bana? Tugeuke bwana, wewe Murtaza, wewe watu wanakushuku vibaya sana. Sikiliza, pamoja kuwa ndo mwenyekiti na unayo mamlaka, hata watu wengine wafanye kazi bwana. Magoli nyinyi msipokuwa, ndio namna ya watu wanapojenga umoja, sio kutafuta mlengo mkakaa. Mkitafuta mlengo eti Magoli ndio zaidi, Murtaza Mangungu hafai, manake mmetengeneza utofauti. Mtu yupo sasa anafanya kazi kisheria. Yaani wewe mikelele yako inasaidia nini? Na mtu yupo na anafanya kazi kisheria. Sasa tukisema mtuelewe tunamaanisha nini? Mnatupotezea wakati. Kuna muda kwenda kuimba manyimbo ambayo hayastahili kuimbwa. Sasa tumekuwa tunaweweseka brother, hatujui pa kushika. Mimi nashangaa, unajua nimekaa peke yangu najiuliza usiku. Hata mimi kweli, unajua mimi napenda sana kujifunza Abdallah. Hebu Abdallah tumia maarifa. Wewe ni mwandishi, ukatazwe. Hebu tumia maarifa. Sasa nataka kujifunza kwa Yanga, nisaidie Abdallah. Naanza kujifunza kitu gani? Vipo wanasema unaweza kujifunza hata kwa mtu ambaye umemzidi uwezo, ndugu yangu. Nataka kimoja. Nataka kimoja, najifunza nini? Inabidi swali hilo tumuulize huyo alozungumza. Mimi binafsi inawezekana kwa upande wangu. Wengine ni rafiki zangu siwataji. Pitia kwenye clip ukikutana nao wahoji, waambie bwana Sefu ana swali kanituma ni waulize. Umenielewa? Tunajifunza kitu gani? Yaani swali langu mimi ndio hilo.